Hadithi ya Michael Jackson alipoanza safari yake ya muziki na changamoto alizokumbana nazo. Na kuomba usubscribe uweze kupata hadithi nyingi na kujua vitu mbalimbali kupitia hii channel. Mwanzo mwa simulizi yetu. Katika mji mdogo wa viwandani wa Gary, Indiana, alizaliwa mtoto aliyekusudiwa kuacha alama isiyofutika duniani. Michael Joseph Jackson, mtoto wa 8 katika familia ya watoto 10, alianza maisha katika hali ya unyenyekevu. Familia yao haikuwa na utajiri, bali ilikuwa na kitu kimoja cha kipekee: vipaji vya muziki. Baba yao Joseph alikuwa na ndoto ya kuona watoto wake wakiibuka kuwa nyota wa muziki. Aliwafundisha kila siku, mara nyingine kwa ukali kupita kiasi. Hivyo ndivyo The Jackson 5 walivyozaliwa, kundi la kaka watano waliotumia ala sauti na densi kuvutia maelfu ya watu. Katika kundi hili, Michael alionekana tofauti. Ingawa alikuwa mdogo kuliko wenzake, alikuwa na sauti ya kipekee, mwendo wa ajabu na mvuto wa asili wa jukwaani. Baada ya mafanikio ya The Jackson 5, Michael alianza safari yake binafsi ya muziki. Akiwa na umri mdogo, alijua kuwa kuna zaidi ya anachofanya akiwa na ndugu zake. Mwaka 1979 alipotoa albamu yake ya kwanza ya peke yake, Off the Wall, dunia ilianza kumuona kwa jicho tofauti. Lakini haikuwa mpaka mwaka 1982 alipoachilia albamu ya Thriller ndipo jina lake likageuka kuwa la kihistoria. Albamu hiyo haikuwa tu na muziki mzuri, bali ilikuja na video za ubunifu mkubwa, mitindo mipya ya densi na utofauti uliovuka mipaka ya rangi, taifa au kizazi. Moonwalk, densi maarufu aliyoifanya kwa mara ya kwanza hadharani mwaka 1983, ilimpa sifa ya kuwa mmoja wa wasanii wabunifu zaidi kuwahi kuishi. Licha ya mafanikio, maisha ya Michael hayakuwa rahisi. Umaarufu ulileta upweke. Aliishi maisha ya faragha mno, mara nyingine akionekana na tabia zisizoeleweka kwa umma. Alianza kubadilika kimwili, ngozi yake ilianza kupauka kwa sababu ya ugonjwa wa ngozi uitwao vitiligo, lakini wengi walidhani anajichubua. Alifanyiwa upasuaji kadhaa wa uso, jambo lililoibua mjadala mzito kuhusu afya yake ya akili na mwili. Pia, Michael alianza kuwa na mapenzi ya kipekee kwa watoto. Aliunda makazi yake maarufu yaliyoitwa Neverland Ranch, mahali pa ndoto kwa watoto, penye bustani ya wanyama, uwanja wa michezo na mandhari ya ajabu. Hata hivyo, mahusiano yake ya karibu na watoto yalizua tuhuma nzito baadaye. Tuhuma za unyanyasaji wa watoto zilianza kuumiza taswira yake. Alishtakiwa mara 2, lakini hakuna kesi iliyopelekea hukumu ya hatia. Ingawa hakupatikana na kosa, majanga haya yalimuumiza sana kiakili na kiafya. Alianza kujitenga na umma na hali yake ya afya ikaendelea kuzorota. Alitegemea madawa ya usingizi na ya kutuliza maumivu. Wakati huo huo, bado aliendelea kufanya muziki, kutumbuiza na kuwasha matumaini kwa mamilioni ya mashabiki. Mwaka 2009, Michael alitangaza kurejea kwa mfululizo wa maonyesho yaliyoitwa This Is It, ambayo yalitarajiwa kumrudisha kwa kishindo. Lakini bahati mbaya, hatungeweza kumwona akitimiza ahadi hiyo. Tarehe 25 Juni 2009, dunia ilishtuka kusikia kuwa Michael Jackson amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 50. Alifariki kutokana na dozi kubwa ya dawa za usingizi aina ya propofol zilizotolewa kimakosa na daktari wake binafsi. Kifo chake kilileta huzuni kubwa. Mashabiki kutoka kila pembe ya dunia walimlilia, wakimkumbuka kwa wema, muziki na ujumbe wa amani aliyoueneza kupitia nyimbo kama Earth Song, Heal the World na We Are the World. Michael Jackson ameacha urithi usiofutika. Alivunja rekodi nyingi katika muziki. Alibadilisha maoni ya watu kuhusu ubunifu, densi na video za muziki. Alichangia misaada ya mamilioni ya dola kwa mashirika ya kijamii. Aliongoza kizazi kizima cha wasanii na mashabiki. Hata baada ya kifo chake, muziki wake bado unasikika. Sauti yake ni kama sauti ya matumaini, uhuru na ndoto zinazowezekana. Na hapa ndipo tunamalizia simulizi yetu. Kama umeipenda, subscribe ili uweze kupata simulizi nyingi.